kuja katika viunga vya Dar es Salaam ili kuzungumzia tukio linalokwenda kutokea mwishoni mwa wiki hii. Kumbuka mpenzi mtazamaji, mwishoni mwa wiki hii kuna marejeano ya mechi za klabu bingwa barani Afrika na shirikisho barani Afrika, na timu zetu 4 za Kitanzania zimepata fursa ya kushiriki katika mashindano hayo ya klabu bingwa pamoja na shirikisho. Kama unasahau ama una kumbukumbu, nikukumbushe tu kwamba timu ya Simba ya Tanzania ilicheza na UD Songo huko Msumbiji na kutoka sare bila kufungana, na timu ya UD Songo imeshawasili hapa Tanzania tayari kurejeana na timu ya Simba Sports Club, na vile timu ya Yanga ya Afrika vile ilicheza na timu ya Township Rollers kutoka huko Gaborone nchini Botswana, na timu ya Township Rollers ilitoshana nguvu na timu ya Yanga kwa 1-1, huku timu ya Azam ikicheza na Fasil Kenema kutoka Ethiopia, na wao vile alifungwa goli 1-0. Hivyo Azam ina kibarua cha kufanya na kuweza kuhakikisha wanapata ushindi katika uwanja wa nyumbani, huku timu nyingine ya KMC ya Tanzania ilicheza na timu ya AC Kigali ya Rwanda na kuweza kutoshana nguvu ya bila kufungana. Leo tumetembelea katika kijiwe kimoja wapo cha kahawa ambacho kinazungumzia masuala ya michezo. Nia yetu ni kwenda kuzungumzia kuelekea mchezo huo unaokwenda kuchezwa. Michezo hiyo inakwenda kuchezwa minne ya huko Gaborone na hapa Tanzania. Je, wa Tanzania hususan hao wadau wa michezo wanazungumziaje hiki kitu ambacho kinakwenda kutokea? Mimi na wewe yetu yawe macho na masikio kuwasikia wa Tanzania ama wadau wa michezo wanazungumziaje kinachoenda kutokea. Na kuletea kipindi hiki ni mimi Joseph Pasco, niko na mpiga picha wangu Buluani wa Chole nyuma ya kamera, na tunaingia katika kijiwe chetu ili kuweza kuzungumza na mashabiki wa soka ambao watazungumzia kuhusiana na mechi hizo zinazokwenda kutokea ama kuchezwa katika wiki hii. Na mpenzi mtazamaji, kama nilivyokuambia, tupo katika kijiwe cha kahawa kinachozungumzia masuala ya michezo tu, na lengo letu kubwa tumefika hapa ili kuweza kuzungumzia michezo inayokwenda kuchezwa hapo Jumapili na Jumamosi na Ijumaa kati ya timu za Kitanzania na timu kutoka ugenini. Wote ni Watanzania. Lengo letu ni kujenga na kuhakikisha timu zetu zinaweza kusonga mbele katika michuano hii, na lazima tupate kujua maoni ya Watanzania wanazungumziaje kuelekea katika michuano hii. Naam. Ndugu yangu mimi naitwa Dash MC. Ni mshabiki wa timu gani? Mimi ni mshabiki wa Simba. Simba anakwenda kucheza na UD Songo ambayo katika mechi iliyopita ilitoka naye sare bila kufungana. Unadhani Simba ina nafasi gani kuelekea katika mchezo huo? Asante mtangazaji. Simba naipa nafasi 80% kwa sababu yuko nyumbani, na istoshe usajili uliofanya Simba, na nikiangalia UD Songo naiona kama Simba itafuzu zaidi, kwa sababu wengi ambao wamechukua Simba wameshafika hatua kubwa zaidi hapa walipofikia. Kuna sehemu gani ambazo hizo zinakupa uhakika? Nikiona watu wanalaumu kwamba Simba ina safu mbovu ya ulinzi, kumradhi, ina safu mbovu ya ulinzi. Sasa wewe ni sehemu gani ambazo zinakupa uhakika kwamba UD Songo anaweza akafungwa na Simba ikasonga mbele? Bwana, kwanza Simba nakataa, haina safu mbovu ya ulinzi, isipokuwa ina safu bora ya kiungo. Kwanza kiungo na mpaka shambuliaji wako vizuri zaidi. Sema kinachotokea upande wa Simba, unategemea na timu gani inacheza nayo ndio utagundua kosa, lakini kwa UD Songo nafasi kubwa nampa Simba. Wewe unadhani kwamba UD Songo itakubali kuja kucheza katika mtindo wa kujilinda ili madi Simba ipate nafasi ya kufika kwake? Siwezi kuamini hilo, kwa sababu pia wana malengo na wao. Isipokuwa Simba malengo yao lazima timize. Kwanza anaanzia hapa nyumbani, kwa sababu Simba haijapoteza hapa. Kwa mimi kumbukumbu zangu zinavyonipa, sijawahi kuona mechi kwa macho yangu ikipoteza hapa nyumbani mbele ya mashabiki wote, na ndio maana tunaambia mashabiki wenzetu wa Simba kwamba hiyo siku ya mechi ya Simba na UD Songo tujaze uwanja, na tukijaza uwanja tushangilie zaidi. Tukishangilia tutakuwa napa nguvu wachezaji wetu wa kufanya mazuri, na UD Songo atapoteza ile mechi. Wenyewe mashabiki tunavyoingia uwanjani, tunapojaa sio tufunge tu swala, lazima tushangilie. Ndio maana pale nje pale kabla hujaingia getini kuna vitu fani pale unatupia kama vipi watamzuka, ukiingia kule kidalia mwanzo mwisho. Kwa hiyo tukishangilia sana ushindi unapatikana. Asante sana. Hayo ni maoni ya mashabiki, na tunaendelea kuongea na mashabiki wa sehemu hii, na tuko na mashabiki wengi, lakini ngoja nizungumze na mzee wangu hapa. Naitwa Nasoro Musa. Nasoro Musa, wewe ni mshabiki wa timu gani kati ya hizi 4 ambazo zinakwenda kushiriki Jumapili na Ijumaa na Jumamosi? Mimi ni mshabiki wa Simba. Mshabiki wa Simba, una nafasi gani kwa timu ya Simba? Unadhani Simba ina nafasi gani kuelekea katika mchezo huo
Je, unadhani Simba inaweza ikafaulu katika mchezo huo? Simba inaweza ikafaulu au isifaulu, kwa sababu mpira ni una matokeo matatu: kuna kushinda, kuna kufungwa na kuna sare. Kwa sababu hata Udizongo tunaocheza nao hapa sio wabaya, ni wazuri, tuliwaona kule kwao tunavyocheza nao, lakini na Simba nao walitafuta kile wanachokihitaji, kwa sababu walikuwa wanatafuta ushindi au wakikosa ushindi wapate sare. Wamefanikiwa kupata sare, lakini sasa Udizongo wanakuja hapa, ile sare bado hajawaondoa. Udizongo wanakuja hapa wanatafuta sare ya magoli ili wao waweze kusonga. Kitu hiki kimoja tu ni ushindi. Kwa hiyo mwalimu wa Simba anatakiwa haiangalie Simba aswa katika nafasi ya midfield kushuka chini. Kwa sababu gani? Simba ina viungo wazuri, lakini asilimia viungo wa Simba ni wazuri katika kwenda kushambulia, sio wazuri katika kufanya nini, kuja kukaba. Kwa hiyo haya makosa kama aliona hata tulipocheza na Udizongo, tuliona Simba wamefanya mistake nyingi, ni ubutu au kutokuwa makini wa forward ya wale nani Udizongo. Wangekuwa wako makini maforward wao, leo singesema hivi. Kule tungetoka labda tumefungwa goli 2 hata goli 1. Kwa hiyo na sisi huko tulikuwa tunatafuta ushindi wa kutofautiana na magoli waliokuwa nayo wao, lakini ubutu wa forward zao kutokuwa makini ndio kilichowasababisha kitokee kile kinachotokea. Na wao vile vile wana mwalimu mzuri na imani, yale makosa wameyaona, wanakuja Taifa, ingawa wenyewe wanasema kwa Mkapa atoki mtu, lakini haya ni maneno ya nje ya uwanja, bado kazi katika kwenye pichi. Wenzetu wakijipanga vizuri wanaweza kupata matokeo vile vile, lakini sisi natakiwa tujipange zaidi, kwa sababu tuna nafasi kubwa, tuna asilimia kubwa hasa hii 50 ya nje ya uwanja. Mashabiki wote ni wa Simba siku hiyo, asilimia kubwa. Kwa hiyo hii nafasi ya nyumbani ndio inaotulinda sana sisi, lakini katika pichi kwenye uwanjani hakuna nyumbani, kila mmoja na uhuru wa kufanya kile anachokiweza. Asante sana ndugu mchangiaji. Nahitaji kupata mshabiki wa Yanga. Mshabiki wa Yanga, nani ni mshabiki wa Yanga? Tuende kwa upande wa pili sasa, ushabiki wa Yanga. Nahitaji kupata mshabiki wa Yanga. Na na Township Rollers, wewe unaipa nafasi Yanga kiasi gani? Bwana, mimi nashukuru kwanza kwa kunipa nafasi hiyo. Naitwa Kasimu. Mimi naipa Yanga 50%. Kwa nini unaipa Yanga 50%? Kwa sababu timu yetu ni mpya. Timu yetu wachezaji walikuwa wengi ni wapya. Lakini nazungumza hivyo kwa maana mpira upo hivyo sana. Mpira una uwezo wa kuamua matokeo haya matatu. Na ugeni sio tatizo. Ni combination tu ya utulivu na wakiwa na hali nzuri ya morali mzuri, mimi naamini unaweza kupata matokeo. Watu wanaiweka chini Yanga kwa kumaanisha kwamba si timu ambayo inaweza kupachika mabao katika nafasi wanazozipata. Wewe 50% unazowapa Yanga ni kwa sababu gani, na unadhani ni eneo gani ambayo Yanga inaweza likawapa ushindi katika siku hiyo? Mimi nawapa 50% kwa sababu Township Rollers wenyewe kwanza si wazuri kivile sana, ila tu kwa sababu kwamba nimekwambia timu yangu ni mpya. Sawa, mimi timu yangu nadhani bado kwa sasa nilivyoiona maelewano tayari yashaanza kuwa mazuri. Nafasi ya beki inacheza vizuri, nafasi ya kiungo inacheza vizuri, ila tatizo bado liko kidogo katika nafasi ya ufungaji. Na imani siku hizo ambazo walizofanya mazoezi hizi wiki mbili hizi, na hakika mwalimu alichokiona siku ya mechi ya kwanza alicheza na Township Rollers, atakuwa amesoma kitu na atakwenda kule ugenini kwa kutaka kushambulia, kwa kujua mimi sina nachokipoteza hapa, ninachokihitaji ni ushindi tu. Cha kuongezea wachezaji ni kuwa makini katika nafasi. One chance, one goal. Hicho ndio kitu ambacho kitakapa ushindi Yanga. Mara mwisho Mwalimu Mwinyi Zaela alisikia akisema kwamba kambi alifanya Arusha pamoja na Moshi hajangamua kitu, na inavyosemekana kwamba hali ya hewa ya Gaborone inafanana na Arusha na Moshi. Huoni kama ili jambo limewafanya wachezaji kukosa umakini na ile hali ya kukosa kujiamini kuelekea katika mchezo huo? Mimi nasema hizo kauli ni kauli za kusema. Nadhani hata Mourinho alikuwa na kumbukumbu zangu, hata kocha Mourinho alikuwa na uwezo kukutana na timu pinzani akasema bwana, akaisifia sana ile timu. Kwa kweli mimi nitakuwa na hali ngumu sana katika hali ya kucheza. Hii timu yangu iko vizuri, wale wako vizuri wapinzani wangu, lakini mwisho wa siku ni maneno tu yanakuwa ni maneno tu ya kusema, lakini mwisho wa siku dakika 90 au uwanjani ndo kuna kila kitu, ndo ambako kunatoa maamuzi sahihi.
Mwalimu Zera tu hizo ni kauli amenizungumza, lakini sijui kama zipo sahihi. Na imani kama ingekuwa anajua hilo, kwa kweli asingekuwa tena na timu, hata kuipeleka kule asingeweza. Lakini kauli za Mwalimu Zera kuzifuata sana, zitakuja kupa maana nyingine. Watoa la gani kwa mashabiki wa Yanga ambao kimsingi wamekata tamaa kutokana na matokeo ambayo yanatokea timu hiyo? Mashabiki wa Yanga mimi nasema hakuna aliyokata tamaa. Hamna mashabiki wa Yanga aliyokata tamaa. Ukiona anakata tamaa mshabiki wa Yanga, huyo ni mshabiki dhaifu na hatufai kabisa. Sisi tuko kwenye hali kasi, tuko kwenye hali nzuri na tunataka tunaishangilia Yanga mwanzo mwisho. Huyo mshabiki wa Yanga aliyokata tamaa sijamuona. Asante sana. Hapa kuna shabiki wa Azam. Mimi naitwa Bilal Isa, ni mshabiki wa Azam Football Club maeneo ya soko la Mchikichini hapa, mshabiki wa kugalagala kabisa. Azam FC inakwenda kukutana na Fasili Kenema, timu ya kutoka Ethiopia. Na walipokwenda kule Addis Ababa, Azam FC walipigwa goli 1-0. Wewe unadhani kuelekea katika mechi ya marejeano unatoa nafasi gani kwa Azam FC ambayo kimsingi inakwenda ikiwa na mlima wa kupanda? Asante sana. Kwanza mechi tuliocheza pale mjini Addis Ababa Ethiopia, tulicheza vizuri sana kuliko wenyeji wetu. Na kama uliangalia ndugu mwandishi, wakati mechi imeanza au kabla haijaanza, mashabiki walikuwa wengi sana uwanja ule pale. Na kwa timu ndogo ambayo haina uwezo wa kushiriki mashindano ya kimataifa kwa muda mrefu, tulikuwa tunakula goli nyingi kwa wale mashabiki tu jinsi walivyojitokeza. Lakini kwa kuwa Azam ni timu kubwa, timu imara, imeshashiriki mashindano ya kimataifa mara nyingi zaidi, na ndio maana tulifungwa goli 1. Na hata goli ambalo tulilofungwa, wao wenyewe hawakuamini. Walikuwa wanajua timu kama Azam kwa historia yake hapa katikati, walikuwa wanajua anaweza akashinda zaidi ya goli 3, goli 4. Lakini cha kushangaza zaidi kwa ubora wa Azam wa siku ile, kuanzia dakika 70 na mashabiki wale kuto kutegemea lile goli 1 ambalo wamelipata Azam, walikuwa wanakuja kwa kasi kubwa, wakawa wanatoka nje kwamba bora tumekuja walikuwa wanajua atapata matokeo makubwa sana. Lakini baada ya kuona mpaka dakika 70 wamepata goli 1 tu na Azam anakuja, yani hawakuamini, wakawa wanatoka nje mashabiki. Na Azam wakati ule ndio wamewasha moto wa asilimia kubwa, wakawa wanataka kurudisha goli, lakini bahati mbaya, bahati haikuwa yetu, wenzetu wakapata ushindi. Lakini kuelekea mechi ya kesho kutwa hapa Chamazi, na kuhakikisha ndugu mwandishi, kama utakuja hapa utaniambia ujio wa Shabanidi Chilunda ndani ya Azam Football Club, nafasi ya ushambuliaji wa Azam, hata ukiangalia mechi ya tuliocheza juzi na Simba, tatizo la ufungaji Azam linaonekana limekwisha. Ukimwondoa hapo nyuma, kabla Shabanidi Chilunda tulikuwa hatuna wafungaji wa maana. Tulikuwa na Oblechilwa, tulikuwa na Donald Ndombo Ngoma, lakini kiasili hawa ni viungo washambuliaji, sio namba 9 asili za kuingiza mpira nyavuni. Lakini ujio wa Shabanidi Chilunda akitumia ukimpa nafasi 3 ana uwezo wa kufunga zote au akapata 2. Hata siku ile umeona kuna magoli yamekataliwa, lakini sio hoja yetu. Hoja yetu kwamba Shabanidi Chilunda ana uwezo wa kupata goli, sio goli 1 wala 2 endapo unamtengenezea nafasi. Tukigusia mechi hiyo ya Simba ambayo unaizungumzia, inaonekana Simba ilikuwa inamiliki zaidi mpira, huko Azam ikitegemea mipira ya counter attack ama mipira ya kuagiza ili wakute mafuadi wao na mwisho siku washinde. Lakini hata hivyo Azam ilikuwa inakosa nafasi za wazi. Ukiangalia huyo unamzungumzia Idi Chilunda, alikosa nafasi 2 za wazi. Tukielekea katika mchezo huu ambao Azam ina kitu cha kufanya, kwa sababu nazungumza Azam ina kitu cha kufanya kutokana na Azam inatanguliwa goli 1, na hao jamaa kama wakitoa sare bila kufungana au wakipata goli 1 hapa, inaweza ikawa ni mtihani mkubwa sana kwa Azam. Unadhani mwalimu Etienne Ndailagije ana kipi cha kufanya kuelekea mechi hiyo? Mwalimu Etienne Ndailagije, kuanzia mechi ya Simba, Shabanidi Chilunda peke yake alitengenezwa zaidi ya nafasi 3 mpaka 4. Lakini ukiacha hilo goli ambalo unasema lilikataliwa, lakini mwamuzi ndo tunamheshimu maamuzi yake, kwa sababu yeye ndo mtaalamu aliyosomea kwenye hii. Tunasema katika nafasi ambazo alipata siku ile Shabanidi Chilunda zaidi ya 4, kule kuweka mpira nyavuni mara 2 tu inakuonyesha kwamba huyu ni mfungaji wa aina gani. Lakini pia tukienda kwenye mechi kama hiyo hapo, wale jamaa hawana uwezo wa kuwatoa Azam hapa, kwa sababu Azam Football Club wanavyokuwa ndani ya Chamazi hawajawahi kufungwa na timu yoyote ambayo inatoka nje. Nafikiri wewe mwandishi shahidi hapa, Azam toka imeanza kushiriki mashindano ya kimataifa wameshaenda zaidi ya mara 5 sasa hizi, ukiacha hii. Lakini mechi zote hizi tumeshacheza na timu kubwa hapa Chamazi, akina Esperance ya Tunisia, akina Al Merrikh ya Sudani, akina wale hao waliocheza na Simba hapa mwaka jana ambao
Mbambane Swallows tuliwafunga goli moja hapa, wale wa Msumbiji wale tuliwafunga na hapa goli moja. Hatujawahi kufungwa ndani ya uwanja wetu wa Chamazi toka tumeanza kushiriki mashindano ya kimataifa hapa Chamazi. Timu ambayo imefanikiwa kuondoka angalau na pointi moja ni timu hii. Ilikuwa timu ya Morocco mwaka wa kwanza Azam anashiriki mashindano ya kimataifa, ambayo kimsingi tuliishia raundi ya 3, ndio tulitolewa na wale kwa penalty nyumbani kwao. Hapa ilikuwa sare ya bila. Kwa hiyo kwa kuwa Azam pale hajawahi kutoka mtu, na si kutoka mtu kwa maana ya upendeleo au nini, mpira ambao tunapigaga Chamazi huaga tupige mahali popote Tanzania wala sehemu yoyote. Kwa hiyo na imani na ujio wa Shabani Bichirunda na imani akina Mdasiri watakuwa wamesharudi. Hata mechi ya Simba ukiangalia ni makosa madogo tu ambayo yalitokea kwa beki wetu huyu mdogo huyu Oscar Masai, ni makosa madogo, lakini hata alivyocheza anaonyesha kuna kitu anakuja kuiletea Tanzania kitu siku za usoni. Tukija katika swala la mashabiki, tumeangalia mechi ya Ethiopia kule Addis Ababa. Mashabiki takriban 18,000 waliingia katika uwanja, kitu ambacho kimsingi kiliwachanganya Azam. Tukija katika uwanja wa Chamazi ambao unaingiza naweza nikasema robo 3 ama nusu ya mashabiki yao, huoni kama Fasili Kenema watakuwa hawana cha kushangaza kutokana na wao wameshazoea kushabikiwa na mashabiki wengi? Ili unalizungumziaje? Asante sana. Unajua Azam sisi, na ndio maana mechi zetu tunacheza usiku. Sisi tunacheza usiku kwa sababu gani? Kwanza hatuna mashabiki wengi, lakini pia ukiacha mashabiki, sisi tumeshacheza na kina Simba, kina Yanga wenye mashabiki wengi kuliko hiyo timu ambayo tuliocheza nayo huko Ethiopia. Lakini Simba, Yanga huwa tunafunga hapa Taifa, wameshazunguka ule uwanja wote huwa wanaujaza. Kama unakumbuka mechi ya mwaka jana tunafunga Yanga mechi ya mwisho, sisi tulikuwa mashabiki wetu hata 100 hawafiki, lakini Yanga robo 3 ya uwanja walijaza wao, tunafunga goli 2 bila. Hata ukiangalia mechi ya kwanza ambayo Yanga anatufunga pale uwanja wa Taifa, wao wamejaza watu, lakini sisi hata mashabiki 100 hatujafika. Lakini ule mpira ambao tunaopiga pale, wewe mwenyewe kama unaangaliaga mpira kwa asilimia kubwa, ukiacha ushabiki wako, sijui timu gani, ukiacha ushabiki wako, Azam ni timu bora Tanzania na ina kitu cha kutuletea siku za usoni, mashindano haya ambayo tunashiriki na mengine ambayo yanayekuja. Kwa sababu ninapozungumzia Azam wanakuja kuleta changamoto kwenye mpira wa Tanzania, na hususan kwa piku Simba na Yanga. Azam ndani ya miaka 5 mfululizo kwenye mpira wa Tanzania wao wamekuwa timu bora Tanzania. Simba wakati huu anashika nafasi ya 4. Ndugu mwandishi, kama utakumbuka, Azam anaanza 2011-12 Simba bingwa, nafasi ya pili Azam. Simba akapotea miaka 5, Azam anakaa na Yanga, anachukua ubingwa, Azam nafasi ya pili miaka 4 mfululizo. Mwaka wa 5 Azam anachukua ubingwa, Yanga nafasi ya 3, Yanga nafasi ya pili. Kwa hiyo ujio wa Azam kwenye mpira wa Tanzania, yani kwanza kuna kitu ambacho kimekuja kutokea ghafla tu. Azam na Yanga wanakuwa ni watani wa jadi, wapinzani wa jadi. Azam na Simba nao wanakuwa wapinzani wa jadi, lakini ndio mechi kubwa Tanzania imeonekana. Simba na Yanga saizi imekuwa timu kongwe tu Tanzania, au timu ile wanaita wenyewe timu ya ni dabi ya Kariakoo tu, ambayo kimsingi unajua kwamba fulani anaenda kufungwa, lakini unapoweka Azam na Yanga leo hujui nani anaenda kufungwa. Azam na Simba leo hamna anayejua nani anaenda kufungwa. Kwa hiyo ukubwa wa Azam ndio unakuja kuiweka hii mechi kuwa kubwa. Kwa kumalizia, labda unatoa rai kwa mashabiki wa Azam ambao unasema ni wachache, unatoa rai gani kwa mashabiki wa Azam kuelekea hiyo mechi ya Jumamosi? Kwa mashabiki wa Azam ambao tupo tunajulikana kote Tanzania au kote Dar es Salaam, ambao wale wote ambao wanaeleweka wapo kwenye matawi na hao ambao hawatokei kwenye matawi, tujitokeze kwa wingi kwa uchache wetu, na wale wapenda mpira ambao sio mashabiki wa Azam wajitokeze kwa wingi, hatutawaangusha. Azam ni timu kubwa, Azam ni timu bora Tanzania na Afrika Mashariki na Kati. Kama unakumbuka, Azam siku za usoni tumechukua ubingwa mara 2 mfululizo wa kombe la Kagame. Kombe la Kagame kimsingi ndio kombe letu kubwa ukanda huu. Kwa hiyo kama unachukua kombe la Kagame mara 2 mfululizo, na kombe lile wanakuja mabingwa wote wa Afrika Mashariki na Kati na washindi wa pili, kama unachukua kombe lile, maana wewe ni bora.
Asante sana mchangiaji, nisingependa sana tuende huko, na bado tunaendelea kuzungumza na mashabiki wa timu mbalimbali ambazo zinashiriki katika mashindano haya ya klabu bingwa barani Afrika pamoja na mashindano haya ya shirikisho. Nadhani hapa hakutakuwa na shabiki wa KMC, lakini kama kutatokea mtu ambaye ataizungumzia KMC, timu ambayo kimsingi imeonekana kuleta mageuzi ya kisoka katika nchi yetu kwa muda mfupi huu, ningependa nizungumze naye. Zungumzie KMC, ni nafasi ya upendeleo kutokana na KMC ni timu ambayo kimsingi imepanda daraja ni msimu mmoja tu na imefanikiwa kushiriki katika kombe la shirikisho na kufanya vizuri tu kwa sasa, kwa sababu moja katika timu ambayo tunaitumainia ni KMC kutokana na jinsi ambavyo amekwenda kushiriki vizuri away na anakuja katika home ground, anawezekana akafanya vizuri. Ndugu unaitwa nani? Naitwa Shafi Ramadhani. Ashrafu Ramadhani, wewe Shafi Ramadhani, wewe sio shabiki wa KMC nadhani? Si kwa sababu ni mwana Dar es Salaam na mwana Kinondoni. Kwa hiyo ni shabiki wa KMC. Sawa, kwanza nashukuru sana kukupata shabiki wa KMC. Unaizungumzia KMC, timu ambayo kimsingi ilionekana kuwa ni timu dhaifu ilivyoanza, lakini leo hii KMC ni timu moja wapo ambayo inatumainiwa na Watanzania kuweza kusonga mbele katika hatua iliyopo. Kwanza KMC sio timu dhaifu. Ni timu ambayo udhaifu ni ugeni kwenye ligi kuu, lakini sio dhaifu kwenye mashindano. Imeingia ligi kuu mara ya kwanza kashika nafasi ya 4 mpaka inaenda kwenye shirikisho, yani imepambana mpaka, kwa sababu kuna timu kama Mbao, Tibwa wameshindwa kuqualify kufika nafasi hii, lakini KMC wanaingia wanaenda shirikisho. Mechi ya kwanza Kigali kule, nafikiri wadau wameona wanaenda bila kufungana. Kesho wanaingia kwa mchini kwa Mkapa hapo uwanja wa Taifa. Tunaamini matokeo yatakuwepo ni bora kwa kesho kwa KMC, kwa sababu hatuna cha kupoteza kama tumetoa sare na IC Kigali kule Rwanda, na jana kama umeona yule mchezaji wao mpya ambaye kutoka Simba Sports Club ya Tanzania Haruna Nyonzima alikuwepo jana na KMC na FC Kigali, akazungumza KMC ni timu ambayo inayokuja ambayo watu hawaifahamu, lakini KMC ni timu tofauti, inaweza kuleta kitu special kwa Tanzania ambao watu tumeishia kukalili kwa Simba na Yanga, lakini mwisho wa siku watu wabadilike, waje KMC waangalie mpira unaopigwa pale, wakina Salmu wao wanafanya vitu vizuri. Naamini kesho wadau wa Simba, Yanga, Mtibwa, Azam, wa Tanzania wapenda mpira watajua, watakuta kitu special kutoka kwa KMC ya Kinondoni. Shida kubwa ya Tanzania mnaiona, watu wanakalili timu zao za Simba na Yanga na Azamu nyinginezo, lakini mpira hauko hivyo. Mpira wa Dar es Salaam baki Dar es Salaam. Wewe ukiwa mwana Dar es Salaam unapaswa kuipenda KMC kwa sababu ni watu wa Kinondoni na watu wa Dar es Salaam ni wa Tanzania. Kwa hiyo haina shabiki mmoja KMC, kwa sababu wote ni wa Dar es Salaam, lazima tuipende timu ya Dar es Salaam. KMC haina cha kupoteza. Nimesikia Mwalimu Jackson Mayanja akizungumza katika vyombo vya habari kwamba atawakosa wachezaji wake wa kigeni kama akina Jean Baptiste Mogelaneza, Janvier Bukungu na wengineo wengi kutokana na ICT zao kutokamilika. Wao unadhani hivi vipaji vya Kitanzania, nikizungumzia kina Salim wakina Salim Kabunda, wataweza kweli kupambana na wachezaji wazoefu kama akina Haruna Nyonzima kutoka IC Kigali? Hilo swali ni zuri ila ni jepesi sana, kwa sababu wewe mtangazaji pia ujiulize kwa nini KMC wameenda kule Rwanda wakapata sare au wachezaji hawakuwepo sehemu ya mchezo, na wanakuja Dar es Salaam kwenye uwanja ambao una mlango wa kuingilia tu, wa kutokea hakuna. Ukiingia kwa Mkapa pale unaruhusiwa mlango wa kuingia tu, ila kwa kutokea hakuna, kama mashabiki wa timu fulani wanavyosema pale ni machinjioni. Lakini na sisi kama wana Dar es Salaam, washika mapato wa Dar es Salaam, tunasema pale kuna mlango wa kuingilia kutokea hakuna. Kwa maana hiyo ukiuliza swali kama hiyo, waulize kwa nini Kigali, AC Kigali umeshindwa kupata matokeo pale Kigali, na wanakuja Dar es Salaam chini ya John Pombe Joseph Magufuli, Paulo Makonda, Samia Hassan Suluhu ndani ya jiji Dar es Salaam. Nikikweli sehemu mbaya sana, hawezi kutoka mtu. Mimi naamini kesho Ijumaa saa 9 alasiri wa Tanzania jezi za KMC zipo, watu wapambane, waende Taifa kuangalia KMC nini kinachokupata. Nafikiri timu ya kwanza kwenda hatua inayofuata kwa kesho Ijumaa wanafungua panzia, hao wengine watafuata, lakini KMC ni timu ya kwanza kesho qualify kwenda hatua ya pili. Kama nikikupa nafasi ya kumshauri Mwalimu Mayanja kesho, nikikupa nafasi ya kumshauri Mwalimu Mayanja kiufundi zaidi, unaweza kumshauri afanye nini kesho? Mimi nafikiri Mayanja kesho, na mimi mwenyewe kwanza, yule kocha Mayanja ni kocha ambaye mwenye physical game, ambaye ni title game, sio mtu ambaye kuchezea mpira magoli yaje, hapana.
yeye ni aina mpira ni title game. Kwa sababu gani? Waganda mipira yao wanajulikana, watu wa kutumia nguvu sana, na ukiangalia KMC wanapambana Kigali mpaka kufanya kupata matokeo bila kule nikapambana. Isipokuwa kesho au makini kwa safu ya ulinzi ya KMC ili tusiruhusu goli la kirahisi. Kwa sababu gani? Wanyarwanda hawana cha kupoteza. Sala wanaitaka huko wao ni ya bila aiza ya moja. Kwa hiyo wanakuja kutafuta goli la kuongoza. Lakini sisi KMC hatuna option nyingine zaidi ya ushindi. Option yoyote sio salama kwa KMC. Option yetu iliyobakia ni moja tu ya ushindi tu pekee yake. Kwa hiyo Mayanja anachofanya kwanza lazima aende kwa mentality ya FC Kigali. Kama ashawasoma kule, lazima aende kwa kuwastukiza. Aiza kuwahi kwa goli mapema au ni mbinu ambayo hataki kwamba aende kwa kushambulia na kurudi. Lakini tusibomoke uwani tukawacha nyuma, inakuwa madhara kwetu, kwa sababu Wanyarwanda wana asili ya Kifaransa. Wana kawaida wakuja taratibu, mwisho wa siku wanakuvizia kutaka tataki na balali na kwa lingine. Kwa hiyo Mayanja na msi kesho asifunguke kama vile yuko nyumbani ambaye naamini na kwenda. Hapana. Mpira lazima uipe heshima yake. Lazima KMC waheshimu FC Kigali. Lakini tukijifanya kama sisi tuko nyumbani, tunaweza tukadhalilika pamoja na uwanja wetu, mashabiki wetu, mwisho wa siku hakuna tunachoendelea. Lakini naamini Jackson Mayanja si kocha mdogo Afrika Mashariki na Kati. Alikuwa na Uganda mpaka Afcon na pia akachukua makombe kibao. Kwa hiyo Mayanja ni kocha bora, ashawahi kuifundisha Simba Sports Club. Kwa hiyo sioni tatizo la Jackson Mayanja hapo kesho. Mimi nafikiri kesho Tanzania waje tu kwa Mkapa pale, sehemu ambayo salama tulivu, watu waje wapate matokeo bora na juisi zao, kama wanakunywa Azam waje pale bila shida. Kesho ushindi, hauna mashaka kwa KMC. Hauna wasiwasi kwa uwepo wa kocha wa AC Kigali, kocha ambaye alikuwa kocha msaidizi wa timu ya Simba ambaye analijua soka vizuri Tanzania? Una wasiwasi kwamba anaweza akawa ni moja kati ya mtu ambaye anaweza akawafahamisha vizuri wachezaji wake kwamba KMC inacheza hivi na hivi na hivi na soka la Tanzania liko hivi na hivi, kwa hiyo tukienda pale twende hivi na hivi, nikimaanisha kocha Masud Juma? Okay, sawa. Masud Juma naye hamjui Jackson Mayanja. Wakati anafundisha Mayanja kaondoka Mayanja na kuja Masud Juma, kwa hiyo anaweza kwamba akaijua KMC ya kipindi ya Ndairegije, lakini asifahamu KMC ya Jackson Mayanja. Yeye anataka kujiuliza kwa nini Kigali imetoa sare na Jackson Mayanja. Option ipi kaitumia kwenye mpira? Ishi kubwa ni hivi kwamba mwenye timu nzuri na win game. Ukiandaa timu vizuri unapata matokeo hata ukiwa na kocha aina gani. Kocha haingii uwanjani kucheza mpira. Kama Masudi Juma ataingia uwanjani au yule kocha wao Mnyarwanda yule nani anaitwa yule Ekizimana nani yule, kama wataingia uwanjani wao wanaweza kubadilisha KMC nani AC Kigali kupata matokeo. Lakini kama wachezaji wa AC Kigali wale wakiingia uwanjani kesho, basi Azam nani KMC ni sehemu salama tu kupata matokeo, sio chini goli 2-1 wanaweza kupata kesho. Asante sana ndugu mchangiaji kwa uchangiaji wako mzuri. Lakini kuna kaka hapa ambaye kimsingi muda wote alikuwa anasikiliza vizuri. Ndugu yetu nani? Mimi naitwa Faraji Chande. Sasa wewe sikupi nafasi ya kuchangia kama timu fulani, nakupa nafasi ya kuchangia kiujumla. Unaziangaliaje timu za Tanzania ambazo zinakwenda kujitupa uwanjani mwishoni mwa juma hili? Unazipa nafasi gani kiujumla, nikimaanisha KMC, Azam, Simba pamoja na Yanga? Mimi kimtazamo wangu kiujumla, nasema zote nazipa nafasi. Sawa Nikianza labda na Simba. Simba akacheza ugenini, katoa sare ya bila kufungana. Sawa Kwa Simba ninavyoifahamu ikiwa nyumbani, inakuwa si mchezo Naamini Simba mechi ya kwanza hii yeye atakuwa kama mtu wa pili kutupeleka kwenye hatua inayofuata baada ya KMC kesho. Sawa Nikija kwa Yanga pamoja kacheza nyumbani katoa sare. Lakini sina maana kwamba Yanga hato win mechi. Sawa Kwa sababu gani? Yanga haichezi vibaya kama watu wanavyosema. Yanga inacheza vizuri tu. Kama Yanga inaingia mpaka kwenye boksi, watu wanakosa magoli. Kama wanaingia kwenye boksi Yanga wanagongesha mwamba, ina maana Yanga inafika kwa adui. Yanga sio timu mbaya, naamini Yanga ugenini itafanya makubwa tu, watu ambao hawatotegemea. Nikirudi kwa Azam kaenda ugenini kafungwa goli 1. Imani yangu kulingana na Azam nilivyoiona juzi nacheza na Simba, watatupa matokeo Chamanzi. Kwa yangu ni hayo tu. Unasema ndo nani? Faraji Chande. Nije kwa mshabiki ambaye nilianza naye mwanzo, ukisema kwa wewe ni mshabiki wa Simba.
Simba imefanya mabadiliko ya uongozi katika nafasi fulani, hususan katika nafasi ya afisa habari na vile vile katika nafasi ya mtendaji mkuu ambaye wamemleta mtendaji mkuu kutoka Afrika Kusini. Tukielekea katika mechi hii ya UD Songo ambayo tunafahamu kwamba Haji Manara ndiye moja kati ya chachu ya ushindi wa Simba kutokana na jinsi ambavyo wanahamasisha na kufanya watu wafike uwanjani. Wewe unadhani Gift Macha, msemaji mpya ambaye ni afisa habari mpya, anaweza kuifanya kazi ya Haji Manara kuelekea katika hatua zingine? Na unamzungumziaje huyu mtendaji mpya ambaye amekuja? Anaweza akaperform kama alivyokuwa Maguli? Asante ndugu mtangazaji kunipa nafasi mara ya pili. Ila nilikuwa naomba hili ajibu kiongozi wangu au meneja wangu katika shughuli zangu. Jamaa, nakuomba samahani. Asante sana. Umechaguliwa wewe kujibu swala hili. Nirudie ama umelisikia? Unaitwa nani? Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kunipa punzi ya kutosha kuweza kuzungumzia mada hii. Kwa jina naitwa Jabiri Musa, ni mshabiki wa klabu ya Simba na ni mwanachama vile vile. Kwa hiyo naweza nikashukuru Mungu kwa kuweza kupata swali hili. Swali hili bwana ni zuri sana ndugu mtangazaji umelileta, lakini linahitajika kujibiwa kwa mujibu wa katiba ya klabu ya Simba, kwa sababu katiba ya klabu ya Simba ndio yenye muongozo mzima wa kuweza kuidhinisha haya yote. Kama hujarekebisha baadhi ya katiba, maeneo yake ukarekebisha, huwezi kujibu hili swali, lakini kwa sababu namshukuru Mungu kwamba nimepitia katiba ili naweza nikalijibu kwa mujibu wa katiba kutokana na maelezo ya uongozi mzima wa klabu ya Simba. Uongozi wa klabu ya Simba ulioingia madarakani umezungumza yafuatayo kwamba tutaenda hatua hadi hatua. Tutakapoona kuna sehemu kuna hitajika marekebisho ya kiutawala tutafanya kwa mujibu wa katiba yetu hivyo kwa iko wazi. Kwa hiyo nadhani kwa kufikia wakati huu wameona sasa inahitajika kule tulikotoka sasa kidogo hapa walipofikia hawa tuwape puuzi nao ya kuweza kupumzika, kwa sababu mpira wa miguu ni wa kupokezana. Utawala katika mpira ni kupokezana, sio kuweza kung'ang'ania tu madaraka. Twende hapana. Sisi hatuna utawala kushikilia zaidi ya miaka 4 si 10, hapana. Sisi tuna utawala, ukifikia sehemu panahitajika marekebisho basi unatoa tamko au unasimisha barua ya kuweza kuzungumza ya kwako, basi unapewa nafasi ya kuweza kufanyaje, ya kuweza kujengua, kwa sababu ukiangalia mtendaji mkuu aliyopita